cha Malaki 1. Kitabu cha Malaki 1. Nasoma. Ufunuo wa neno la Bwana kwa Israeli kwa mkono wa Malaki. Nimewapenda ninyi, asema Bwana, lakini ninyi mwasema, umetupendaje? Je, Esau siye ndugu yake Yakobo, asema Bwana? Ila nimempenda Yakobo, bali Esau nimemchukia, na kuifanya milima yake kuwa ukiwa, na urithi wake nimewapa mbweha wa nyikani. Ijapokuwa Edomu asema, tumepondwa, lakini tutarudi na kupanga na kujenga mahali palipoachwa hali ya ukiwa, Bwana wa majeshi asema hivi, wao watajenga, bali mimi nitaangusha, na watu watawaita mpaka wa uovu, na watu ambao Bwana amewagadhikia milele. Tusome kuanzia pamoja. Uyu niguo uhoro uria mwiri muritu uria Jehova aheire Aisraeli na kanua ka Malaki. Jehova ekuga atiri, inyue ndimwendete, no inyue muragia atiri, utwendete atiri. Nake Jehova agacoka akamuria atiri, githe Esau ndari mũrũ wa nyina na Jakubu, no ni Jakubu ndendete, na Esau ngamũthũra, ngagĩtũma ng'ongo ciake ikire ihoru, na rĩu igai rĩake ngarihe mbwe cia werũ-inĩ. Na rĩrĩ, ona Aedomu mangiuga atĩrĩ, ti-itherũ tũrĩ aite mũtino mwitũ, no tũtirĩ hingo tũtagacoka gwaka kũndũ kũrĩa kwanangĩkĩte-rĩ, Jehova mũnene wa ita ekuga ũũ, gwaka nĩ magaka, no niĩ nĩ gwakũra ngakũra, nao metwo bũrũri wa waganu, ningĩ metwo andũ athũgũtĩre nĩ Jehova tene na tene. Na inyuĩ nĩmũkeyonera ũhoro ũcio na muge atĩrĩ, Jehova arotũũra atũgĩrĩtio na kũu mbere ya mĩhaka ya Israeli. Ati ufunuo wa neno la Bwana kwa Israeli kwa mkono wa Malaki. Nimewapenda ninyi, asema Bwana, lakini ninyi mwasema, umetupendaje? Tusikia ati Bwana akinena na kusema kwamba amewapenda wana wa Israeli, lakini nao nikiuliza wanauliza ati umetupendaje? Na neno lazidi kusema ati je, Esau siye ndugu yake Yakobo, asema Bwana, ila nimempenda Yakobo. Kwa sababu kumbuka, kulikuwa na Esau na Yakobo, na Bwana akasema kwamba amempenda Yakobo lakini amemchukia Esau. Na hawa ni wana wa Yakobo, wana wa Israeli, ambao Bwana anasema nimewapenda ninyi. Sio sababu ya mambo wao wenyewe walitenda, lakini Baba alichagua kuwapenda wakiwa wana wa Israeli. Lakini nao wanauliza, umetupendaje? Lakini neno linasema ati je, Esau siye ndugu yake Yakobo, asema Bwana, ila nimempenda Yakobo, bali Esau nimemchukia, na kuifanya milima yake kuwa ukiwa, na urithi wake nimewapa mbweha wa nyika. Kwa hivyo Bwana anaonyesha kwamba kweli aliwapenda wana wa Israeli, lakini hakupenda Esau. Alichagua mmoja, akapenda mmoja, lakini hakupenda yule mwingine. Na huyu ambaye anapendwa anauliza, umetupendaje? Lakini yeye ndiye anapendwa, yeye ndio Mungu anapenda, yule ambao Bwana alichagua kupenda. Lakini neno linasema ati nilimchukia Esau, nikafanya milima yake kuwa ukiwa, na urithi wake nimewapa mbweha wa nyikani. Ijapokuwa Edomu asema,
tumepondwa, lakini tutarudi na kujenga mahali palipoachwa hali ya ukiwa. Bwana wa majeshi asema hivi, wao watajenga, bali mimi nitaangusha. Kwa hivyo kumbuka kwamba Edomu kutoka kwa Esau. Kwa hivyo wanasema tutajenga, wamepondwa, lakini wanasema tutajenga, lakini Bwana anasema watajenga nami nitaharibu. Kwa nini? Bwana aliwachukia, lakini alipenda Israeli, alipenda wana wa Yakobo, alipenda Yakobo, lakini hakumpenda Esau. Sio kusema kwamba kuna jambo Esau alitenda, lakini Bwana alichagua vile. Hata wakiwa kwa tumbo ya mama yao, alisema ni taifa mbili zinapigana, mmoja nimempenda na mmoja sijampenda. Bwana apewe sifa. Amen. Na kwa hivyo ijapokuwa hata Edom atasema tumepondwa, lakini tutarudi na kupajenga mahali palipoachwa hali ya ukiwa, Bwana wa majeshi asema wao watajenga, bali mimi nitaangusha, na watu watawaita mpaka wa uovu, na watu ambao Bwana amewaghadhibikia milele. Kwa hivyo Bwana hajawapenda Esau, lakini amependa Yakobo. Kwa hivyo hata wakijenga bado wanaangushwa, hata wakijaribu kuinuka bado anawarudisha chini, lakini anapenda Yakobo. Lakini Yakobo wanauliza, umetupendaje? Bwana apewe sifa. Lakini Bwana amewapenda, na sio sababu ya matendo yao, alichagua kuwapenda. Bwana asifiwe. Kumbuka kwamba neno linasema, kwa kuwa Bwana alimpenda ulimwengu na akatuma mwanawe wa pekee, yoyote atakayemwamini will not perish but have everlasting life. Kwa hivyo ukiangalia utapata Bwana hata alimpenda ulimwengu na akatuma hata mwanawe wa pekee. Sio sababu ya mambo ambayo ulimwengu ulitenda, lakini yeye alimpenda ulimwengu. Kwa hivyo sisi tumependwa na Mungu, sio hata sababu ya matendo yetu, sio sababu ya vile ama mambo yale sisi wenyewe tumetenda. Alichagua kutupenda, alichagua kukupenda wewe. Bwana asifiwe. Amen. Ukiokoka siku ya leo, umeingia katika nyumba ya Mungu, umemjua Mwenyezi Mungu, yeye naye alikupenda. Sio sababu ile matendo ulitenda mbeleni akasema huyo ni wangu, lakini alichagua kupenda ulimwengu. Bwana asifiwe. Sio mtu alimwambia penda ulimwengu, yeye ndiye alichagua kupenda, kama vile alipenda Yakobo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni mapenzi yake kutupenda, kutuleta karibu naye. Lakini Yakobo anauliza, umetupendaje? Bwana asifiwe. Hebu na hapo 5, ati macho yenu ninyi yataona, nanyi mtasema Bwana ndiye mkuu kupita mpaka wa Israeli. Mwana umheshimu baba yake, na mtumishi umcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kicho changu ki wapi? Bwana wa majeshi awauliza ninyi, enyi makuhani mnaolidharau jina la Mungu langu, nanyi mwasema tumelidharau jina lako kwa jinsi gani? Bwana asifiwe. Ati mnatoa chakula kilichotiwa unajisi juu ya madhabahu yangu, nanyi mwasema sisi tumetia unajisi kwa njia gani? Kwa sababu mwasema meza ya Bwana ni kitu cha kudharauliwa. Hebu kwanza tusome kwa Kikuyu. Niki Jehova munene waita ekumwirao, inywe athĩnjĩri Ngai mumenagĩrĩria rĩĩtwa rĩakwa, atĩrĩ, githĩ mwanake ti gũtĩĩa atĩaga ithe, onayo ndungata ĩgatĩĩa mũmĩathi? No rĩrĩ, ona ndakorwo ndĩ mũciari-rĩ, gĩtĩĩo gĩakwa gĩkĩrĩ ha? Ningĩ ndangĩkorwo ndĩ mwathani-rĩ, gwĩtigĩrwo gwakwa gũkĩrĩ kũrĩkũ? No inyuĩ mũũragia atĩrĩ, tumenereirie rĩĩtwa rĩaku atĩa? Bwana asifiwe. Kristo aliposulubiwa, alipoenda juu, alitufanya kuwa kings and priests mbele zake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapotembea, sisi ni wafalme, sisi ni makuhani mbele yake Mwenyezi Mungu. Bwana apewe sifa. Kila mmoja sisi ni makuhani, sisi ni wafalme mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo unapotoka nje, wewe sio mtu ovyo tu. Wewe ni mfalme, wewe ni kuhani wa Mungu. Unaponena anakusikia. Ombi yetu yeye usikia. Bwana asifiwe.
kilio chetu Mungu usikisikia. Tunapomlilia Mungu kwa sababu ya watu fulani, Bwana usikia. Bwana ushuka na anatenda. Yeye usikia sauti ya wale walio wake. Siku ya leo sisi ni wake Mwenyezi Mungu. Anatupenda. Tumesimama mbele zake kama wafalme na kama makuhani. Bwana asifiwe. Kumbuka kwamba ile kate ilipasuka. Kwa hivyo sasa sote tuko mbele za Mwenyezi Mungu kama wafalme na makuhani. Bwana asifiwe. Ati neno linasema mwana umheshimu baba yake na mtumishi umcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kicho changu kiwapi? Bwana wa majeshi awauliza ninyi, enyi makuhani mnaolidharau jina langu, nanyi mwasema tumelidharau jina lako kwa jinsi gani? Bwana asifiwe. Tumedharau jina. Kwa hivyo wakiulizwa swali wanauliza tumedharau jina lako kwa jinsi gani? Kwa sababu ndani yao hawaoni vile wametenda jambo la kudharau Mwenyezi Mungu. Bwana apewe sifa. Na neno likawauliza mmedharau, lakini wanasema tumedharau na njia gani? Kwa sababu ndani yao hawajatenda jambo kusudi kukasirisha Mwenyezi Mungu. Bwana apewe sifa. Ndani yao hawakutoka nje ati twende tumkasirishe Mwenyezi Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wakauliza swali, tumedharau kwa njia gani? Saba. Githe mutindutagira irio ire thahu kigongona-inĩ gĩakwa na mũgacoka kũnjũria atĩrĩ tũkũgwatĩtie thahu naki? Githe ti gũtua mũtuĩte atĩ metha ya Jehova nĩ nyararĩku tondũ rĩrĩa mũndutagĩra nyamũ ndumumu ituĩke cia ihaki mugaga hatirĩ ũũru, ona rĩrĩa mũkũndutĩra nyamũ iria ithua ona iria ndwara mugaga hatirĩ ũũru. Mũngĩrutĩra barũthi wanyu mahaki ta macio-rĩ, amũkenera hihi kana hihi amwamũkĩra? Bwana apewe sifa. Ati mnatoa chakula kilichotiwa unajisi juu ya madhabahu yangu, nanyi mwasema sisi tumekutia unajisi kwa jinsi gani? Kwa sababu mwasema meza ya Bwana ni kitu cha kudharauliwa. Tena mtoapo sadaka aliye kipofu si vibaya, na mtoapo sadaka walio vilema na wagonjwa si vibaya. Haya, mtolee liwale wako. Je, atakuwa radhi nawe au atakukubali nafsi yako? Asema Bwana wa majeshi. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wanapoulizwa, je, kuhusu heshima ya Mwenyezi Mungu, anasema kwamba ati mnatoa chakula kilichotiwa najisi. Ati mnapotoa sadaka aliye kipofu si vibaya, na mtoapo sadaka walio vilema au wagonjwa si vibaya. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo wanamtolea Mungu sadaka ambazo ni vipofu. Wakati huo kumbuka watu walikuwa wanapeleka wanyama ndio walikuwa wanatoa kama sadaka. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo wakati huo ilikuwa ni kutoa wanyama. Kama uko na mnyama fulani labda ndiye mtu anapeleka akiwa kama sadaka mbele ya Mwenyezi Mungu. Bwana apewe sifa. Na Bwana akauliza, je, mnapotoa sadaka ambao ni kipofu? Kwa hivyo mtu anachagua, akiona ni Bwana anatolea, anaangalia labda kondoo wake yule ambaye ni kilema ndiye anatoa. Kidogo anaangalia hapa katika kondoo wake ule ambao ni kipofu. Mtu anaangalia anaona huyu labda akai hata ataishi siku nyingi. Huyo ndio anatolea. Bwana asifiwe. Na Bwana anatizama sadaka za hawa watu. Anaangalia kile wanamtolea. Bwana asifiwe. Na anapoangalia kile wanamtolea, anauliza swali, je, mkitolea liwali wenu ama gavana wenu, mkimtolea sadaka kama huyo, je, mtapata favor mbele zake? Bwana asifiwe. Kumbuka hata kama tuseme tuko na sherehe fulani, hata kama ni kule mahali tu kuwe na mheshimiwa fulani ametembea, hata kama ni chief ametembea mahala pale, na watu wa kijiji waseme
sababu wewe umetutembelea, wacha chukua huyu ng'ombe, ukirudi kule nyumbani ukumbuke kijiji yetu. Bwana apewe sifa. Wakati watu wanatolea huyo chief ama huyo governor, hawatatafuta ng'ombe ambaye ni mlemavu. Bwana asifiwe. Hawataenda pale wachague ng'ombe ambaye ni kipofu ama mgonjwa, ati wamweke pale hata anazingirwa na nzi sababu yuko karibu kufa. Bwana asifiwe. Na wamwekee yule chief, wamwambie shika huyu ng'ombe, ukirudi Nairobi ama yule governor ukirudi Nairobi ukumbuke kijiji yetu. Bwana apewe sifa. Hakika Bwana anasema mkamfanyia hivyo hamtakuwa na favor mbele zake. Bwana asifiwe. In fact atakumbuka, hata waisahau hiyo kijiji, lakini hata ikumbuka kwa jambo nzuri. Bwana asifiwe. Atakumbuka hao jamaa ile ng'ombe walimtolea huko, hata barabara isije ikapita, hata maji isitobolewe huko. Bwana asifiwe. Na ndio Bwana anauliza, kama hatuwezi tolea watu wengine sadaka kama hizo, mbona tumtolee Mwenyezi Mungu ile ambao ni lemavu, ile ambao haiwezi kutembea? Bwana apewe sifa. Je, ni favor tunatafuta kwake Mungu kweli na njia kama hiyo? Ikiwa binadamu hata tupatia favor, je Mungu? Bwana asifiwe. Kwa hivyo Bwana huangalia kile tunamjitolea kwake. Nini tunamtolea? Yeye ulinganisha kile tunamtolea na kile tunatolea wanadamu. Kile tunamfanyia na kile tunafanyia wanadamu. Bwana asifiwe. Kuna wakati hata tukaulizwa, nyumba yenu je? Tukalinganishiwa nyumba zetu na nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe. Je, katika nyumba yako unaweza acha nyumba yako ikae hali kama hiyo? Bwana asifiwe. Kwa nyumba yako hata mtoto hawezi kula, uchukue mkate utupe chini na uamke uende kulala. Utahakikisha hakuna uchafu ndani. Bwana asifiwe. Na je, kwa mambo ya Mungu je, sisi ujitolea vipi? Ni nini sisi utolea Mungu ambayo inaonyesha kweli tunatafuta favor kutoka kwake Mwenyezi Mungu? Bwana apewe sifa. Ni sisi ujitolea vipi mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu? Kuna jamaa aliniambia jambo na sijui ukweli wa huo jambo, lakini ilikuwa ni jambo ilifanya hata nami nikafikiria. Alinionyesha kanisa fulani. Akaniambia, unaona hii kanisa ni ya Kikatoliki. Akasema hawa walikuwa wameenda, sijui kama ni kwa City Council, sikumbuki vizuri, walikuwa wakitaka wapewe mahali wajenge kanisa. Na walipoenda kwa City Council ikawa wanatafuta mahali pa kujenga kanisa, sababu ilikuwa ni lazima kanisa ipewe mahali. Bwana sifiwe. Na badala ya kupatiwa mahali hapo katikati jiji la Nairobi huko katikati, walipewa mahali mbali kwa kichaka, mbali sana na hapa city center. Bwana asifiwe. Sababu ilionekana huko ni mahali ambapo hata labda hiyo land haina value, na hiyo ndio wakapewa. Bwana asifiwe. Kwa sababu ilikuwa ni kama haina value. Hapo pako na value, labda biashara zinawekwa. Tukiwapatia hapa na labda tungelipisha pesa nyingi sana kwa biashara. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kanisa ikapewa mahali mbali sana ambayo ni kama kichakani huko mbali. Lakini hawakukataa, walichukua. Bwana asifiwe. Alikuwa ananiambia kuhusu hiyo kanisa ya St. Mary's ambayo iko Lavington. Sababu wakati huo ilikuwa inaonekana ni mahali pako mbali sana. Lakini wa leo ndio wameinuka. Bwana apewe sifa. Wameinuka, lakini ukiangalia intention ya kwanza haikuwa wanapewa mahali pazuri. Lakini mahali walienda Mungu amefanya pazuri. Bwana asifiwe. Mungu amefanyiwa. Lakini mwenye kupeana alipeana akijua ni kama unatupwa mbali na huko, sababu ni ya Mungu. Bwana asifiwe. Nasi je, tunajitoleaje kwa mambo ya Mungu? Tunajitolea vipi kwa jambo ya Mwenyezi Mungu? Ukisikia ni ya Mungu, unachagua kipofu, kilema, ama unachagua the best? Bwana asifiwe. Do we do our best kwa Mungu? Ikifika ni mambo ya Mungu, je, sisi ujitolea tutende our best? Ama sisi uchagua ile tunajua ni rahisi zaidi? Bwana asifiwe. Sababu tunaona kwamba hata tukifanya hivyo kwa mwanadamu haezi kafeva, haezi kakufurahia akiona kwamba kile unamtolea sio kizuri. Hata ukiwa na mgeni
Hautaangalia useme hii kikombe ishaangushwa na watoto, acha nipatie huyu mgeni, labda ime crack. Utatafuta ile nzuri zaidi. Bwana asifiwe. Na si kusema kwamba wakati tunampa Mungu lazima tu, ama wakati tunajitolea kwa Mungu lazima tutoe ati ile inaonekana ni ya bei ghali zaidi. Bwana asifiwe. Sio lazima iwe ya bei ghali. Sababu nakumbuka Yesu Kristo hata alipoangalia watu wakitoa matoleo, aliona wengine wakitoa kwa wingi wa ile waliokuwa nayo. Lakini kuna yule hata alitoa kidogo, but ilikuwa it was her best. Bwana asifiwe. Na hiyo ikasemekana kwamba imekubalika zaidi ya zile zingine. Kwa hivyo sio lazima hata kama hatuna, lakini mioyo yetu imejitolea kumpatia Mungu our best. Bwana asifiwe. Sio lazima tusiangalie useme ule jamaa alitoa ng'ombe, mimi wala sina ng'ombe. Ama yule jamaa angalia yule amejitolea akafanya kitu kikubwa. Bwana apewe sifa. Mimi sina chochote, lakini hiyo kidogo uko nayo, watu umejitolea kwake Mwenyezi Mungu. Kuna mtu utapata watu wameenda nyumbani lakini wamebaki kwa nyumba ya Mungu anasafisha. Bwana asifiwe. Sio mali yako nayo, lakini amejitolea kufanya jambo kwa Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Amejitolea kutenda jambo, lakini anatenda sio kwa mwanadamu lakini kwa Mungu. Bwana asifiwe. Sio mali ametoa, sio jambo kubwa amefanya, lakini ndani yake amejitolea jambo ambalo inamfurahisha Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Sababu hakika Bwana anatizama na kuona tunatafuta favor mbele zake. Bwana asifiwe. Lakini kumbuka already ametupenda. Bwana asifiwe. Already ametupenda sababu sisi ni wake. But akiangalia vile tunamtofautisha yeye na dunia. Bwana asifiwe. Anaangalia na kusema hakika hawa watu wanamdharau, hawamheshimu. Bwana asifiwe. Hebu ndugu na dada, tuwe wa kuheshimu Mungu wetu, tusio wa kumdharau Mungu wetu. Tuangalie na tujue kwamba yeye hututizama kila tunapotoka na tunaporudi. Ati mnatoa chakula tena mtoapo sadaka aliye kipofu si vibaya, na mtoapo sadaka walio vilema na wagonjwa si vibaya. Haya, mtoleeni wali wako. Je, atakuwa radhi nawe au atakukubali nafsi yako, asema Bwana wa majeshi. Na sasa nawasihi, ombeni fadhili za Mungu ili atupe neema ikiwa jambo hili limetoka katika mkono yenu. Je, atawakubali nafsi zenu, asema Bwana wa majeshi. Hebu tusome kwa kikuyu. Tondu riria mundu tagira nyamu mundu ikesei hakire uru ona riria mundu tagira nyamu iria idua ona iria ndwaru mugaga hakire uru mukirutira baruthi wanyu maki tamacio ri amukenera hihi kana hihi amwamukira. Uguo niguo Jehova munene wa ita ekumuria. Na riu ndakimuthaitha muthathaiye Ngai niguo atutugage. Akihota atia kumwitikira mumurutire indo ta icio. Uguo niguo Jehova munene wa ita ekuria. Na rikorwo he mundu wanyu ungimuhingira muratho, mutigakie mwaki kigongona-ini giakwa tuhu. Nie ri ndikenetio ni inyue ona atia, ona hatire hingo ingiamukira indo iria murutagira na moko manyu. Uguo niguo Jehova munene wa ita ekuga. Tondu kuma o riria riua rikuratha nginya o rigithwa ri, ritwa riakwa rigatinda rigikumio ni undu ni andu matari Ayahudi, nao majinagire ubumba kundu guothe na marutagire ritwa riakwa magongona matheru. Tondu ritwa riu riakwa rigakumio muno ni andu matari Ayahudi. Uguo niguo Jehova munene wa ita ekuga. Lakini angekuwapo kwenu mtu mmoja wa kuifunga mlango, msije mkawasha moto bure madhabahuni pangu. Sina furaha kwenu, asema Bwana wa majeshi, wala sitakubali dhabihu yoyote mkononi mwenu. Maana tokea mawio ya jua hata mchweo yake
jina langu ni kuu katika mataifa, na katika kila mahali utatolewa uvumba na dhabihu safi kwa jina langu. Maana jina langu ni kuu katika mataifa, asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mnalitia unajisi, kwa kuwa mwasema, meza ya Bwana imetiwa unajisi na matunda yake, yaani nyama yake hudharauliwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona Bwana hata akikataa hiyo matoleo, anakataa hao ng'ombe au hao mbuzi ambao ni walemavu, na anasema hata afadhali mtu aende afunge huo mlango, dhabihu hizo ziache kutolewa, kwa sababu hazikubali. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Amen. Kumbuka, kwa hivyo kuna jambo ufurahisha Mungu watu wake wanapojitolea kumtendea jambo. Bwana asifiwe. Kuna vile Bwana ufurahishwa tunapojitolea na kutenda jambo mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika mambo yote unatenda, ndugu na dada, hebu jiulize, hii jambo hata kama ninamtendea Bwana, ingekuwa natendea mwanadamu, ningemtendea bora zaidi, au ni Mungu natendea bora zaidi? Bwana asifiwe. Hebu ndani ya mioyo yetu, sababu hakuna mtu anaweza pima mwingine na kusema wewe umemheshimu zaidi ama umemheshimu kidogo. Bwana asifiwe. Hatuwezi pima ndugu na dada zetu, lakini sisi wenyewe tunaweza kujipima wenyewe. Bwana asifiwe. Tunaweza jiangalia na tuone hakika, je, katika mambo ya Mungu, katika jambo ambalo ni ya Mungu, je, huwa nimejitolea kabisa au nimejitolea nusu? Sababu ni Mungu natendea, mimi utenda tofauti ili nimfurahishe Mungu, au mimi utenda na punguza mwenendo wangu sababu ni Mungu natendea? Bwana asifiwe. Tusidharau ya Mungu. Tusidharau ati sababu ni jina la Mungu limeitanishwa na hilo jambo tunafanya nusu nusu. Bwana asifiwe. Hebu tujitolee zaidi kwa yaliyo ya Mungu, hata kuliko yaliyo ya wanadamu. Bwana asifiwe. Hivi mtu ameitwa ameambiwa twende tukapike katika harusi, atajitolea zaidi. Lakini enda ukapike katika jambo ambalo labda linaitanishwa na mambo ya Mungu au makanisa, anakuwa hana wakati. Bwana apewe sifa. Hebu tuangalie vile tunajitolea kwa mambo ya Mungu na kwa mambo ambayo sio ya Mwenyezi Mungu. Sababu Bwana analinganisha na kuona vile ulivyo katika mambo ya wanadamu na vile ulivyo katika mambo yake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Kwa kumbuka, already ametupenda sote. Sio eti amechukia, lakini kuna vile tunaweza mfanyia jambo na iwe ni kama dharau kwake. Bwana apewe sifa. Hebu tuendelee. Somo kutoka katika Wananike mugagao atire kayohora ucio wake we menogai makauthiorera miromo. Uguo niguo Jehova munene wa ita ekuga. Ndikimucokaga kurehe nyamu itunyanĩtwo na rũhinya, ona iria igũthua na iria ndwaru, mahaki marĩa mũndehagĩre rĩ, ũguo noguo matariĩ. Nĩkĩo Jehova ekũmũria atĩrĩ, ndakĩhota atĩa kwamũkĩra mahaki ta macio harĩ inyuĩ? Atĩrĩrĩ, mũndũ mũhenania arogekwo, owe ũrĩa ũkwĩhĩta mwĩhĩtwa arĩ ona njamba. Ingĩrutwo rũũru-inĩ rwake, no ekũrutĩra Jehova nyamũ ĩrĩ na ũũgũ. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ikiwa kuna katika mambo ya Mungu, ndugu na dada, hebu tuwe watu wako tayari kumtendea kutoka ndani ya mioyo yetu ile ambayo tunajua tumejitolea kweli machoni pake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Sababu kumbuka, hata ingawaji tunamtendea, si ati kwamba anahitaji kile tunampatia. Bwana asifiwe. Si ati anahitaji hiyo, hata kama ni jambo tunamfanyia, lakini kwa vile tunamfanyia kwa mioyo yetu yote, inakuwa jambo inamfurahisha. Bwana asifiwe. Kujitolea kwetu inakuwa ya kumfurahisha. Angalia hata mfalme wa duniani ama president ataketi chini mahali, usikia ameambiwa rais, hapa kuna watoto wa shule fulani wamekuja ili wakuimbie ama wafanye wakutumbuize jambo moja au lingine.
Na watu wale wanapokuja pale mbele na kufanya vile mbele ya vyoo, si ati ilikuwa ni lazima, lakini baadaye utaona labda atafurahishwa sana na vile hao wamefanya, na usikia ameamka na hata kubariki hao vijana ambao wako mbele zake. Bwana apewe sifa. Sababu ya vile wamemfurahisha moyo wake, wametafuta hata favor machoni pake, akawa kufurahishwa na wao. Hebu ndugu na dada, tuwe vile hata mbele ya Mwenyezi Mungu na katika mambo ya Mwenyezi Mungu, tusiyachukulie rahisi. Bwana apewe sifa. Amen. Hebu tuingie katika Malaki 3. Tutasoma ama tusome kuanzia 1. Atiriri negatuma murekio wakwa nake athondekithirie king'aratua giakwa nake mwathani ucio mutuire muragiriria niakaguthuka na ihenya atonye hekalu-ini yake thiini niakaguthuka na ihenya atonye hekalu-ini yake thiini. Ona ningĩ mũrekio ũrĩa mũiguithania wa kĩrĩkanĩro, owe ũrĩa mũkenagio nĩwe nĩagoka onake. Ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita ekuuga. No rĩrĩ, mũthenya ũrĩa agoka rĩ, nũũ ũkahota kũmwĩtiria? Ona rĩrĩa akeyonania rĩ, nũũ ũkahota kwĩyũmĩrĩria? Tondũ rĩ, ahana ta mwaki wa mũturi, ona kana thabuni wa mũthambia nguo. Ningĩ agaikara tarĩ mũturi wa betha, ona mũtheria wacio, nake atherie ariũ a Lawi, amathambie mathere ta marĩ thahabu kana betha iria itheragio ithirwo nĩ nganga ciothe. Nao macoke kũrutagĩra Jehova mahaki ma ũthingu. Hĩndĩ ĩyo Jehova nĩagakenio nĩ mahaki ma Juda na Jerusalemu, o ta ũrĩa akenagio nĩmo matukũ ma tene, ona mĩaka ĩrĩa yathirire tene. Ningĩ niĩ mwene nĩngoka harĩ inyuĩ ndĩmũkuhĩrĩrie, nĩguo ndĩmũciirithie na ndĩmũtuĩre ciira, na nĩngatuĩka mũira wa gũtuithĩria arogi ciira narua na itharia, ona arĩa mehitaga na maheni. Ningĩ nduĩke mũira wa gũtuithĩria ciira arĩa mahinyagĩrĩria arĩa amathũkũmĩri makĩmaima mũcara, na arĩa mahinyagĩrĩria atumia a ndigwa na ciana iria ikuĩrĩirwo nĩ maithe, ona arĩa mahĩtithagia ageni njĩra na makaga kwĩtigagĩra. Ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita ekuuga. Nĩgũkorwo niĩ ndigarũrũkaga, na nĩkĩo gĩtũmĩte mũtũũre mũtarĩ mwaninũkio inyuĩ ariũ a Jakubu. Ati angalieni, na mtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele yangu, naye Bwana mnayemfuata atalijilia hekalu lake ghafla. Naam, yule mjumbe wa agano mnayemfurahia, angalieni, anakuja, asema Bwana wa majeshi. Lakini ni nani atakayestahimili siku ya kuja kwake? Au ni nani atakayesimama atakapoonekana yeye? Kwa maana yeye ni mfano wa moto wa mtu asafishaye fedha, ili ni mfano wa sabuni ya mtu afuaye nguo. Na ataketi kama asafishaye fedha na kuitakasa, naye atawatakasa wana wa Walawi, atawasafisha kama dhahabu na fedha, nao watamtolea Bwana dhabihu katika haki. Wakati ule ndipo dhabihu za Yuda na Yerusalemu zitakapopendeza mbele za Bwana, kama katika siku za kale na kama katika miaka ya zamani. Nami nitawakaribieni ili kuhukumu, nami nitakuwa shahidi mwepesi juu ya wachawi na juu ya wazinzi na juu yao wapao kwa uongo na juu yao wamuoneao mwenye kuajiriwa kwa ajili ya mshahara wake.
wamuoneao mjane na yatima na kumpotosha mgeni asipate haki yake, wala hawaniogopi mimi, asema Bwana wa majeshi. Kwa kuwa mimi ni Bwana, sina kigeugeu, ndiyo maana ninyi hamkuangamizwa, enyi wana wa Yakobo. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tukumbuke kwamba Mungu huyu ambaye tumemuokokea, huyu ambaye ametubeba mkononi mwake, hakika ni yule alikuwa zamani, ndio huyo yuko hata siku ya leo. Hajabadilika, ni yule yule Mungu. Bwana apewe sifa. Sisi ndio huenda tukibadilika, tunakuja tunaenda, lakini Bwana ni yule yule na huwa habadiliki. Na neno ambalo alinena bado limesimama. Kitu ambacho alisema bado limesimama. Bwana asifiwe. Na bado anafuata na kutenda kama ilivyo mapenzi yake. Na kwa hivyo hapa amenena kuhusu kumtuma mjumbe wake ambaye atakuja na atatengeneza njia. Atakuja na atatengeneza njia. Naye wakati mfupi Bwana anashuka na kushukisha hukumu, na anakuja pia na wakati huu wa mwisho atakuwa hata wakupokea sadaka zile ambazo zitatolewa ama dhabihu ambazo zitatolewa katika haki. Bwana apewe sifa. Nami nitawakaribieni ili kuhukumu, nami nitakuwa shahidi mwepesi juu ya wachawi na juu ya wazinzi na juu yao wapao kwa uongo. Kwa hivyo sio ati mambo hayo ameyaruhusu ama ameyakubali. Bwana asifiwe. Bado anayahukumu yakiwa ni mambo ambayo hayamfurahishi. Bwana asifiwe. Hebu endelea. Sababu sana. Kuma omatuko mamaithe manyu ri mutuire mugarurukaga mugatiga kurumia mitugo iria nduite ya kurumirirwo. No ri Jehova munene wa ita ekumwira atiri, njokererani na nie nikumucokerera. No inywe muragia atiri, tugugucokerera atia? Alitokea siku za baba zenu, mmegeuka upande mkayaacha maagizo yangu, wala hamkuyashika. Nirudieni mimi, nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mwasema, turudi kwa namna gani? Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukiangalia baba yetu tunaona kwamba wakati wote yeye huwa tayari kutupokea. Hakuna wakati huwa ametutupa na akatuacha na akatusahau. Hata ingawaji sisi usimama tunaanguka au tunapotea kutoka kwa njia zake, lakini yeye huwa amenyoosha mkono wake, anangoja tuje kwake. Na ndio tunaona akisema, nirudieni nami nitawarudia ninyi. Kwa hivyo hatua ni yetu ya kumrudia. Wakati tumetoka nje ni sisi turudi. Bwana asifiwe. Na tukirudi tusiogope na kuona kana kwamba mlango imefungwa, hatutaruhusiwa ndani. Kwa sababu yeye bado huwa anatungoja turudi kwake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndugu na dada, tusiwe watu ambao tutafika mahali tuone ni kama tumekosea Mungu kiwango kwamba hatuwezi rudi kwake. Au tumeanguka hatuwezi kumrudia Mungu wetu. Bwana asifiwe. Ati nirudieni nami nitawarudia ninyi. Sababu Bwana hageuki, habadiliki, ni yule yule. Aliyekuwa na huruma pale za mbeleni, yeye bado ndiye akona huruma siku ya leo. Yeye bado ndiye alipenda dunia zamani, na yeye bado ndiye amependa dunia siku ya leo. Si ati kwamba sisi tumezaliwa tumemkasirisha zaidi ya wale walikuwa mbele zetu. Bwana asifiwe. Bado ameupenda ulimwengu, bado amependa dunia, bado amependa watu wake. Bado anawaambia nirudieni nami niwarudie. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati tumemuondokea ni kudanganywa, sisi udanganywa, tunazidi kuenda mbali bila kujua kwamba tukirudi nyumbani baba yetu atatufungulia na atatukaribisha na tutakuwa wake naye awe wetu. Bwana apewe sifa. Kumbuka Mungu habadiliki, ni yule yule. Bwana asifiwe. Abadilishwi na masiku. Hebu tuendelee. Akamundu ahota gutunya Ngai indo ciake. No inywe ni mundu nyaga indo ciakwa. Liku mugacoka kuria atiri, niki tugutunyite? Ni mihothi ya gicunji giakwa gia 10 mundu nyaga, ona indo ingi iria ndutagirwo. Muri ageke mukagwatwo ni kirumi, tondu inywe a ruriri ruru inyuothe ni inywe mundu nyaga indo ciakwa. Jehova munene wa ita ekuga atiri, nĩ kaba mũrehage mũhothi ũcio wa gĩcunjĩ gĩa 10 wothe mũite ikũmbĩ rĩakwa, nĩguo nyũmba yakwa ĩgĩe irio, na mũndorie ũguo muone ũrĩa onaniĩ ngwĩka, muone kana ndingĩmũhingũrĩra ndirica cia igũrũ, ndĩmũikũrũkĩrie kĩrathimo kĩingĩ, o nginya mwage handũ kĩngĩiganĩra nĩ ũndũ wa ũrĩa kĩingĩhĩte. Ningĩ njoke
ndimukumire ciana indo niguo itige kunuha irio cia migunda yanyu na mithabibũ yanyu ĩ mũgũnda ndĩgacoka gũita maciaro mayo matarĩ meru. Ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita ekuga. Bwana apewe sifa. Ati je, mwanadamu atamwimbia Mungu, lakini ninyi mnaniambia mimi. Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mmeniibia mimi na taifa hili lote. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Na mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Bwana apewe sifa. Na siku ya leo, ndugu na dada, hata tukiangalia nchi ya Israeli, tutaona kwamba hakika ni nchi imebarikiwa. Bwana asifiwe. Ni nchi ambayo mataifa wengi huangalia ni nchi ndogo katikati ya adui wengi, lakini ni nchi imebarikiwa, inang'aa. Bwana asifiwe. Siku ya leo hata ukiangalia, hakika ni nchi ambayo inang'aa. Walizidi kuendelea na mafunzo ya Mungu. Bwana ananena na wana wa Yakobo na anawaambia tendeni hivi nami nitawabariki. Bwana asifiwe. Nakumbuka tukisikia Yesu akinena akasema tusiweke our treasures hapa duniani, mahali kuna wezi na kuna hata nondo ambao wanaharibu. Bwana asifiwe. Instead tuweke hazina yetu mbinguni, mahali nondo hawezi kuharibu. Lakini tizama, wengi ndio tuko na hazina hapa duniani. Tuna mashamba, tuna magari, tuko na manyumba, wengine wako na mabiashara, tuko na hazina hapa duniani. Bwana asifiwe. Na hapa duniani tunajua kwamba nondo huharibu, wezi huharibu. Kuna kwingine hapo usikia ni moto, ni kitu gani, ni jambo imefanyika. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hapa duniani hazina yetu kuna vile uharibika, sababu ni duniani. Bwana asifiwe. Lakini ukisikia Bwana ananena na wana wa Israeli, anasema kwamba nitakemea nondo. Bwana asifiwe. Mimi tuko duniani mahali pana nondo wanaoharibu, mahali kuna wezi ambao wanaiba, lakini anasema nitakemea nondo. Still tukiwa duniani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hawa wameruhusiwa kuharibu duniani, Bwana ukemea na kuzuia. Bwana apewe sifa. Anasema ati leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo. Anasema munijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo duniani kuna uharibifu unaendelea, lakini kwa wale walio wa Mungu yeye huzuia. Bwana asifiwe. Anasema tendeni hivi nami nitawatendea vile, nijaribuni nami nitatenda. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ninapotenda vile Mungu amenena, naye Mungu analinda kazi ya mikono yangu. Bwana asifiwe. Naye Mungu anakemea wale nondo. Yesu aliniambia nikiweka hazina duniani kuna nondo wanakula, lakini Bwana anasema nitakemea huyo nondo. Yuko ndio na anaharibu, lakini nitamkemea. Bwana asifiwe. Na kufungua madirisha ya mbinguni. Bado ananena. Bwana apewe sifa. Na mataifa wote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Bwana asifiwe. Hiyo ni ya mtu kibinafsi. Bwana asifiwe. Vile tunaichukulia neno la Mungu. Bwana apewe sifa. Lakini ni Mungu kunena na kuweka promise kwa neno lake. Bwana asifiwe. Siwezi sema najua vile maisha ya watu iko ama biashara katika kazi zetu na nini, lakini mimi najijua mwenyewe.
Haleluya. Na najua njia ile napitia vile ilivyo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndugu na dada, hebu tumjaribu Mungu na kuona atakayotenda. Bwana asifiwe. Sababu sisi ndio tunajua ile kazi tunafanya na biashara zetu na vile kuna hali ilivyo. Bwana asifiwe. Lakini hebu tujaribu tuone vile Mungu atatenda. Hebu na tuendelee 13. Nikitamba ekuga atiri gisabanio kyanyu nekinginyereire no inyuĩ mugaga atiri tũgũcambĩtie atĩ atĩrĩrĩ nĩkuga mugaga atĩrĩ gũtungatĩra Ngai nĩ wĩra wa tũhũ ona kũmwathĩkĩra-rĩ kũrĩ na umithio ũrĩkũ ona kana gũtinda twĩthikĩire tũgĩthĩnĩkaga mbere ya Jehova mũnene wa ita. Ningĩ rĩu tũtuaga andũ arĩa etĩĩi akenu onao arĩa aganu nĩo matũgagĩrio. Ti-itherũ acio nĩmageragia Ngai na makahonoka. Bwana asifiwe. Hakika vile tunazidi kusoma neno hili tunaona watu wanajiuliza maswali mengi. Bwana anawaambia mnafanya hivi. Wanauliza tumefanya vipi? Bwana anawaambia anawapenda. Yao wanauliza unatupenda vipi? Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna mengi imekuwa ikiendelea na hao hawajui mambo haya yanaendelea na Mungu anatazama na anaona katikati yao. Bwana asifiwe. Sababu hata Bwana akipoint out mambo hii na hii, wao wanamuuliza, "Je, tumefanya vipi vile?" Bwana asifiwe. Ati maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana, lakini ninyi mwasema, "Tumesema maneno juu yako kwa namna gani?" Bwana asifiwe. Kwa hivyo watu wanauliza swali hii ni watu ambao hakika tukiwaangalia labda hawapendi on purpose kujaribu kukasirisha Mungu. Bwana asifiwe. Sio watu wanatenda mambo watu wamhuzunishe Mwenyezi Mungu, lakini labda wanajipata wamefanya. Bwana asifiwe. Ati lakini nyinyi mwasema, "Tumesema maneno juu yako kwa namna gani?" Mmesema kumtumikia Mungu hakuna faida, na tumepata faida gani ya kuyashika maagizo yake na kwa kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi. Na sasa tuwasema ya kwamba wenye kiburi ndio walio heri, na watendao uovu ndio wajengwao, na wamjaribuo Mungu ndio waponywao. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndani yao wanasema, sauti hizo ziko katikati ya Yakobo. Bwana asifiwe. Ziko katikati ya wana wa Mungu, sauti za kusema, angalia wale waovu wamebarikiwa, wale wanatukana Mungu na ndio hao bado wamebarikiwa. Bwana asifiwe. Hebu kumbuka wana wa Israeli walipokuwa Misri, wao ni wana wa Mungu, wako Misri, wanatumikia wa Misri. Bwana asifiwe. Hata katika mafunzo wanaonyesha kwamba nyinyi ni wana wa Mungu na Mungu kuna ahadi juu yenu ya kwamba atawaokoa. Lakini wakiangalia kwa macho yao walikuwa wanateseka mbele ya Wamisri. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Wamisri ndio walikani kama wamebarikiwa na wana wa Mungu wanateseka. Wamisri ndio walionekana wako na mali na wana wa Mungu wako na shida. Bwana asifiwe. Hata wakati huo wana wa Mungu kumbuka walikuwa ndio wanafanya kazi, ndio wanapigwa, ndio wanateswa, ndio wako na kilio zaidi. Na Wamisri ndio wao wamekaa juu yao kama matajiri. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hata wakati huo ilikuwa vile. Bwana asifiwe. Na hapa tunaona wakisema ati mnasema kumtumikia Mungu kuna faida, hakuna faida. Bwana asifiwe. Na hakika kuna wakati mioyo ya wengi, sababu ya yale mambo mtu amepitia, unasikia labda ndani ya moyo wake akinung'unika akisema hakuna faida kwa kumtumikia Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Na tumepata faida gani kwa kuyashika maagizo yake na kwa kukwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi? Kwa hivyo wanaanza kuangalia nyuma hawa wana wa Yakobo na kusema tumepata faida gani? Tumetembea, tumeshika maagizo ya Mungu, lakini labda angalia shida ziko hapa. Angalia kuna magumu, kuna mambo inafanyika huku na huku. Bwana asifiwe. Na ndio Bwana anaangalia na kusema maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana. Lakini ninyi mwasema tumesema maneno juu yako kwa namna gani? Bwana asifiwe. Wakati tunanung'unika,
kuna matumaini gani kumfuata Mungu? Ni nini nimepata kutoka niokoke? Haleluya. Ni jambo gani nimepata faida gani sababu ninatembea katika uokovu? Bwana apewe sifa. Na ndio wengi udanganywa vile, hata anaoneshwa wewe uliokoka ndio ukakuwa na shida nyingi zaidi. Rudi. Bwana asifiwe. Ondoka kwa nyumba ya Mungu. Sababu unaona hata ndio uko na shida nyingi zaidi. Bwana asifiwe. Na mtu anaanza kujirudia ndani ya moyo wake. Hakika ona vile kumeendelea. Ona vile nimekaa. Kuna mwingine hata alitoka kanisani sababu alisema ati nyumba yake kulikuwa kuna akienda kwa nyumba sufuria zimemwangalia. Alikuwa kanisa na akatoka. Bwana asifiwe. Sufuria ilimwongelesha na akatoka. Unatumikia Mungu na niko empty. Toka kanisa. Bwana asifiwe. Sharia hado utakubarikiwa. Bwana asifiwe. Na hakika hizo manunguniko Mungu husikia ndani ya mioyo ya watu. Na hata ndani ya watu ambao wameokoka na wanamjua Mungu. Lakini maisha imefanya waanze kuuliza maswali ya aina fulani. Na Mungu anawapenda. Na Mungu anasikia wakiuliza maswali haya. Bwana asifiwe. Na hapa tukiona hata Mungu akinena na wana wa Yakobo, ananena nao sababu ni watu amewapenda. Na aliwaambia niliwachagua ninyi nikaacha Esau. Esau hata akijenga na hangusha akijirudisha tu na mrudisha chini, lakini ninyi nimebariki. Ninyi nimeruhusu mfanikiwe. Bwana apewe sifa. But anasikia ako katikati yao akisikia wakinena, wakirudishiana maneno mwingine na mwingine. Wengine wakitoa sadaka walemavu, wengine wakifanya mambo. Anaona kile chote kinaendelea pale Israeli. Bwana asifiwe. Ati tumepata faida gani ya kuyashika maagizo yake na kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi? Na sasa tuwasema ya kwamba wenye kiburi ndio walioheri. Ati wenye kiburi ndio walioheri. Naam, watendao uovu ndio wajengwao. Bwana apewe sifa. Naam, wajaribuo Mungu ndio waponywao. Bwana asifiwe. Sababu tunawaona wengi wakijaribu Mungu. Hata kwa news unasikia wengine wanacheka mambo ya Mungu. Wanatukana mambo ya Mungu. Wengine wanasema wametukana hata mambo ya maombi wale watu wa Mungu omba. Bwana asifiwe. Na ukiwaangalia wanaotukana wamesimama vyema. Wanaonekana wamebarikiwa. Wanaonekana sio wagonjwa, wako sawa. Haleluya. Na ndio unaona watu wa Mungu wanaangalia na kuanza kusema basi ni bora hao wenye kiburi sababu wamebarikiwa. Sababu wanaonekana ni kana kwamba wamesimama vyema. Na sasa tuwasema ya kwamba wenye kiburi ndio walioheri, na watendao uovu ndio wajengwao, na wajaribuo Mungu ndio waponywao. Ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza, akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kukitafakari na kulitafakari jina lake. Hebu soma 16. Ndiyo arĩa metigagĩra Jehova nĩmaranĩirie o mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ. Nake Jehova agĩthikĩrĩria akĩigua ũhoro wao. Ningĩ ibuku rĩkĩandĩkwo rĩa gũtũma matũũre maririkanagwo rĩkĩigwo mbere yake. Rĩandĩkĩtwo marĩĩtwa ma andũ acio metigagĩra Jehova na magacũrania ũhoro wa rĩĩtwa rĩake. Bwana asifiwe. Wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna wale waliomcha Bwana, wanaomwogopa Mungu, wakasemezana wao. Bwana akasikiliza, akasikia. Na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata katika yote Bwana masikio yake huwa inasikiza katikati yetu, ndani ya mioyo zetu pia. Tusidhanie hata tukizungumza ndani ya mioyo haisikiki. Bwana asifiwe. Na labda ndio wengine hapo wanauliza tulisema nini, sababu they are sure hakuna mtu amesikia wakisema. Lakini Mungu anaona mioyo zetu. Bwana asifiwe. Kile chote tunanena kinasikika. Na ndio wengine wanauliza tulisema nini?
Sababu hakuna witness, but Mungu ni witness. Bwana asifiwe. Kuna mtu anaweza kukwambia uliona nikifanya, lakini Mungu ameona. Bwana asifiwe. Na akasikia katikati yao wakisemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza, akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakasikia wale ambao wamemwogopa, wale ambao wanatafakari jina lake. Hebu soma 17. Na Jehova munene aita ekuga atiri, acio nĩo ngatua akwa rĩrĩa mũthenya wakwa wa gĩathĩ ũgakinya, ndĩmatue andũ akwa kĩũmbe mahanĩte ta kĩndũ kĩamũre kĩa mũthithũ, ningĩ ndĩmacaĩre o ta ũrĩa mũndũ acaagĩra mũriũ ũrĩa ũmũtungatagĩra. Ati nao watakuwa wangu, asema Bwana wa majeshi, katika siku ile niifanyayo, naam, watakuwa hazina yangu hasa, nami nitawaachilia kama vile mtu amwachiliavyo mwanawe mwenyewe amtumikiaye. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Bwana aliwasikia na alisikia kuna hao wanamuogopa. Bwana asifiwe. Na akawafanya, anasema kwamba wao watakuwa wangu, asema Bwana wa majeshi, katika siku ile niifanyayo, naam, watakuwa hazina yangu hasa, nami nitawaachilia kama vile mtu aachiliavyo mwanawe mwenyewe amtumikiaye. Hebu soma 18. Hĩndĩ ĩyo nĩmũgacoka gũkũũrana mũndũ ũrĩa mũthingu na ũrĩa mwaganu, na nĩmũgacoka gũkũũrana mũndũ ũrĩa hĩndĩ ĩyo nĩmũgacoka gũkũũrana mũndũ ũrĩa mũthingu na ũrĩa mwaganu, na mũkũũrane ũrĩa ũtungatagĩra Ngai na ũrĩa ũtamũtungatagĩra. Ndipo mtakaporudi ninyi mtapambanua kati ya wenye haki na waovu, na kati ya yeye amtumikiaye Mungu na yeye asiyemtumikia. Bwana asifiwe. Kwa sasa wanaweza onekana wanateseka wa Mungu. Haleluya. Wanaweza onekana kwamba wamepigwa ama dunia imewaweza. Lakini wakati wa Mungu hufika, anaoneshana difference ya yule anayemtumikia na yule hamtumikii, yule anayemuogopa Mungu na yule ambaye hamuogopi Mungu. Siku yake hufika, anaoneshana tofauti. Kunakuwa hata ukisimama hakuna doubt, hakika ule ni mtu wa Mungu, sababu ya vile Mungu amekuja na amemuinua. Bwana asifiwe. Wana wa Israeli waliteseka, waliona ni kama wa Misri ndio wamebarikiwa, ni kama wa Misri ndio wameinuliwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo waliteseka siku nyingi, na labda hata kuna wengine wangesema Mungu alituacha, Mungu alitusahau. Miaka hizi zote zimepita, hatujaona Mungu. Wa Misri ndio hata wamebarikiwa zaidi, wao ndio wanaenda labda wanafanya investments zile kubwa, sisi tumebaki tukiteswa. Lakini wakati ulifika, Mungu akaonyeshana tofauti. Bwana asifiwe. Kulikuwa kunakuwa na giza upande wa Misri, upande wa Israeli kuna mwangaza. Kunakuwa na ugonjwa upande wa Misri, upande wa Israeli watu wako sawa. Bwana asifiwe. Upande huu kuna moto, upande huu mwingine hakuna moto. Wanyama wanakufa upande huu mwingine wanyama hawakufi. Inasemekana wakati Mungu alikuja kushuka kuokoa wana wa Israeli, alionyeshana tofauti. Amen. Bwana asifiwe. Ati up to this point huku ni baraka. Up to this point huku ni kilio. Bwana asifiwe. Ati hata first points pande hii wanafurahia, pande